Je, unaweza kufikiria kwamba duniani kulikuwa na chakula ambacho mtu wa kawaida hakuruhusiwa kukila? Na je, ni chakula gani kilichokuwa kikilindwa kwa nguvu kiasi kwamba hata kilihifadhiwa kwa ajili ya mfalme pekee? Na kwa nini leo baada ya mamia ya miaka chakula hicho kinaanza kutajwa kama moja ya vyakula vyenye thamani kubwa kiafya duniani? Huu ni mchele uliokatazwa, simulizi ya zao ambalo lilianza kama siri ya kifalme, lakini leo linaibua mjadala mpya kuhusu afya, lishe na mustakabali wa kilimo hata hapa nchini Tanzania. Kwa mtazamo wa kwanza unaweza kudhani ni mchele ulioungua au uliopakwa rangi, lakini sivyo. Punje zake ni nyeusi, wakati mwingine zambarau iliyokolea, na historia yake ni ndefu kuliko ambavyo wengi wanafahamu, kwa kuuita mchele mweusi au mchele uliokatazwa kutokana na historia yake ya kipekee. Karne nyingi zilizopita katika China ya kale, mchele huu haukuwa chakula cha watu wote. Simulizi za kihistoria zinaeleza kuwa ulitengwa kwa matumizi ya mfalme na familia ya kifalme pekee. Wakulima waliruhusiwa kuuzalisha, lakini hawakuwa na ruhusa ya kuula. Kila punje iliyovunwa ilipaswa kupelekwa ikulu. Hapo ndipo jina la mchele uliokatazwa lilipoanza, si kwa sababu ulikuwa na sumu, bali ni kwa sababu wananchi walikatazwa kuutumia. Lakini ni kwa nini mchele huu ulilindwa kwa kiwango hicho? Wakati huo iliaminika kuwa ulikuwa na uwezo wa kuongeza nguvu za mwili, kuimarisha afya na kusaidia maisha marefu. Kwa kuwa mavuno yake yalikuwa machache kuliko aina nyingi za mchele, watawala waliona kama hazina ya kifalme. Ingawa wanahistoria wanaeleza kuwa sehemu ya simulizi hizi imechanganyika na utamaduni na hadithi za kale, jambo lisilopingika ni kwamba mchele huu ulipewa hadhi ya kipekee katika historia ya Asia. Miaka iliyopita, sayansi ilianza kujibu baadhi ya maswali ambayo zamani yalijibiwa kwa imani. Watafiti walibaini kuwa rangi yake nyeusi inayotokana na kirutubisho kiitwacho anthocyanin, aina ya antioxidant inayopatikana katika matunda yenye rangi ya zambarau au nyeusi. Tofauti na mchele mweupe uliokobolewa, mchele huu hubaki na sehemu kubwa ya virutubisho vyake, ukiwa na nyuzi-nyuzi, madini na protini kwa kiwango kikubwa zaidi. Leo hii, mchele uliowahi kuhifadhiwa kwa wafalme unaliwa katika mataifa mbalimbali duniani. Migahawa ya kisasa, wataalamu wa lishe na masoko ya kimataifa wamegeuza kuwa zao lenye thamani kubwa. Bei yake mara nyingi huwa juu kuliko mchele wa kawaida kutokana na uzalishaji wake mdogo na mahitaji yanavyoongezeka kutoka kwa walaji wanavyopendelea vyakula vya afya. Lakini simulizi hii ina maana gani kwa Tanzania? Tanzania ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mpunga katika Afrika Mashariki. Mikoa kama Morogoro, Mbeya, Katavi, Rukwa, Tabora na Shinyanga imeendelea kuzalisha mamilioni ya tani za mpunga kila mwaka. Hata hivyo, sehemu kubwa ya uzalishaji huu imejikita katika aina za kawaida za mchele. Hii inaibua swali muhimu. Je, kuna nafasi ya kuanzisha uzalishaji wa aina maalum zenye thamani na zenye ukubwa kama mchele mweusi? Kwa wataalamu wa kilimo, jibu linaanzia kwenye utafiti. Kabla ya zao lolote jipya kuingizwa kwa kiwango kikubwa, lazima lichunguzwe kama linaendana na hali ya hewa, aina ya udongo, upatikanaji wa mbegu bora na mahitaji ya soko. Endapo tafiti zitathibitika, uwezekano huo wa mchele mweusi unaweza kuwa fursa mpya kwa kuongeza thamani ya mazao ya wakulima wa Tanzania, huku ikiongeza mauzo ya nje na kuimarisha uchumi wa kilimo. Swali kubwa linalobaki ni hili: je, Tanzania itabaki kuwa mtazamaji wa historia hii au itakuwa sehemu ya kuandika sura mpya ya zao ambalo zamani lilikuwa mali ya wafalme pekee? Na huu ni mchele uliokatazwa.